Mheshimiwa wa Manonga anataka kufahamu kwa nini serikali inatoza gharama kubwa za kuvuta umeme vijiji vya Chomachankola, Simbo, Mkinga, Ziba na Iborogero Manonga. Kuunganisha umeme kulingana na eneo husika, ambapo kwa maeneo ya vijijini gharama ya kuunganisha umeme ni 27,000 na kwa maeneo ya mijini yakijumuisha makao makuu ya tarafa, makao makuu ya kata na maeneo ya vijiji miji wanalipa shilingi 320,960. Vijiji vya Chomachankola, Simbo, Mkinga, Ziba na Iborogero vinapatikana katika maeneo ya makao makuu ya kata, hivyo wateja wa maeneo haya wanalipa 320,960 kama gharama ya kuunganisha umeme. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Pareso. Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Hizo gharama za kuunganisha umeme za shilingi 27,000 zinazotajwa hapa, ukienda kule kwa wananchi uhalisia wakiandika barua kuomba maombi, wanaletewa gharama tofauti kabisa na hicho ambacho kinasemwa hapa. Na imekuwa ikiwachanganya sana wananchi. Lakini hata haya makao makuu ya tarafa mnayesema kwamba itaunganishwa kwa gharama shilingi 320,000, makao makuu yetu ya tarafa ni vijiji. Hizo gharama ni kubwa sana. Kwa nini serikali isifikirie? Kwa sababu gharama zote za kimiundombinu inabebwa na serikali ya 100%. Lakini kwenye kuunganisha tu mnamtaka mwananchi abebe gharama hizo kwa kati ya shilingi 320,000 au 27,000. Ni hela nyingi sana. Kwa nini msifikirie kureview hizi price ili wananchi wengi zaidi wavute umeme kwa gharama nafuu? Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru kwa maswali mazuri ya Mheshimiwa mbunge. Na gharama ya kuunganisha umeme ni 27,000 na hii ni gharama ambayo mwananchi itakuwa hahitaji nguzo kwenye kuunganisha umeme. Lakini sasa ikishafika swala la nguzo, ndipo hapo tunaposema gharama yake inatofautisha, kwa sababu kuunganisha umeme kunategemea na umbali wanaounganishiwa kutoka kwenye chanzo cha umeme huo. Kwa hiyo sasa gharama flat kabisa kama ambavyo mwananchi hahitaji nguzo au chochote, gharama ni 27,000. Lakini sasa ndio maana serikali tunaendelea kupeleka umeme kwenye vitongoji ili kwa ajili ya kupunguza umbali ule ambao mwananchi anaambiwa alipie nguzo kwa ajili ya kumfikia. Kwa sasa kwa miradi ambayo inaendelea ya vitongoji tutapunguza umbali na hata gharama kwa wananchi katika kuunganisha umeme. Kwa hiyo sasa hivi tunaona changamoto kwa sababu umeme umefika kwenye makao makuu ya kijiji, haujafika ndani kwenye vitongoji. Kwa hiyo tunapoendeleza kupeleka miradi hii kwenye vitongoji, ndivyo ambavyo tunamsaidia mwananchi kupunguza gharama na yeye aweze kuwa na access kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo naomba Mheshimiwa wabunge, kwa sababu serikali imejidhatiti na imejicommit kuendelea kufikisha umeme kwenye vitongoji, tuvute subira, tutaweza kuona tu namna ambavyo tunaleta unafuu kwa wananchi kupitia miradi hii ya vitongoji. Lakini kwenye swala la kupunguza bei, Waheshimiwa wabunge, nyie mnafahamu sasa hivi katika ilani ya Chama cha Mapinduzi tumeweka mkakati wa kupeleka umeme kwenye vitongoji. Kwa hiyo kwa sababu mikakati ni mingi na sisi tunataka kwanza turahisishe access, alafu bei ifuate, basi tuendelee kuvumilia, tuwape kwanza wananchi access na swala la bei tutaendelea kufanyia kazi taratibu taratibu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.